Mwenyezi Mungu akamtukuza na sisi tukamjua. Umaarufu ukamjaa na ubingwa wa dunia wa ngumi akaupata akiwa na umri mdogo tu wa miaka 22 baada ya kumpiga kichapo cha mbwakoko bingwa wa dunia wa zama hizo Sonny Liston mnamo tarehe 25 ya mwezi Februari mwaka 1964. Naye ni Muhammad Ali, King of the Ring, Master of Defense. Kwenye mchezo wa boxing, Muhammad Ali najua siyo jina geni sana kwako. Mfalme huyu wa mchezo wa ngumi wa dunia alizaliwa mnamo tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 1942 huko kwao Louisville, jimboni Kentucky nchini USA. Alizaliwa kama Cassius Marcellus Clay katika misingi ya dini ya Ukristo, akiwa kama Marekani mweusi aliyejawa na confidence kuzidi maelezo na tambo za kibabe kwenye maisha yake. Muhammad Ali alikuwa ni mwenye kujiamini sana, na umaskini wa kwao aliuchukulia kama chachu ya yeye kuwa mtu mkubwa hapo baadaye duniani. Historia ya Muhammad Ali kwenye mchezo wa masumbwi inaanzia mwaka 1954. Kipindi hiko alipokuwa na umri wa miaka 12 tu, alipoibiwa baskeli yake mtaani kwao na akaenda kuripoti kwa afisa wa polisi wa mji huo wa Louisville, Bwana Joe Martin. Akaapa kulipiza kisasi kwa aliyemuibia baskeli yake na kuamua kujifunza mchezo wa ngumi. Alipotaka kujifunza mchezo wa ngumi, alimtafuta master maeneo ya kwao Kentucky. Alipoulizia, akamkuta mtu mzima mmoja maeneo hayo ambaye alitambulika kwa jina la Joe Martin. Akamweleza shida yake, naye ili kumpima Muhammad Ali alimpa kitabu akasome, na akamwambia akasome ndani ya wiki, na Muhammad Ali akamaliza kusoma kitabu ndani ya masaa 72 tu. Muhammad Ali akarudi tena kwa mwalimu wake na kumwambia nimemaliza, na mwalimu akastaajabu na akampa kitabu kingine kikubwa zaidi, na Muhammad Ali naye akaambiwa asome ndani ya mwezi mmoja, naye akakimaliza ndani ya wiki 2 tu. Kisha mwalimu wake akampa kitabu kingine kikubwa zaidi akasome, naye Muhammad Ali akakataa na kumwambia, "Master, nimekuja kujifunza ngumi." Na master wake akamwambia sasa umekuwa, na akaanza kumfundisha mchezo wa ngumi. Muhammad Ali alikuwa ni mwenye uchu na hamasa ya hali ya juu kutaka kujua mchezo wa ngumi ili tu alipize kisasi dhidi ya mwizi wake, na alikuwa mwenye umbo dogo na ngumi nyepesi utotoni na mwenye kurandaranda sana ulingoni. Muhammad Ali alianzia kwenye mchezo wa ngumi za ridhaa kama ilivyo ada ya mchezo wa ngumi, na hapo na alipata mafanikio makubwa sana. Alicheza mapambano 108 na kufanikiwa kushinda mapambano 100 kwenye ngumi za ridhaa. Pia Muhammad Ali alifanikiwa kutwaa medali za dhahabu ya Olympic huko mjini Rome nchini Italy mwaka 1960, mshindi wa taji la groove za dhahabu wa taifa mwaka 1959 hadi mwaka 1960. Mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 1960, Muhammad Ali aliitwa kwenye ngumi za kulipwa, na siku hiyo alicheza pambano lake la kwanza na bondia Tani Hansaka, raia wa Marekani aliyetokea jimbo la Virginia. Muhammad Ali ni King of the Ring, Master of Defense. Katika maisha yake ya ngumi za kulipwa, alifanikiwa kucheza mapambano 61 huku akifanikiwa kunyakua ubingwa wa ngumi za uzito wa dunia mara 3 katika mataji ya World Boxing Council na World Boxing Association, na kujitahidi kutetea taji lake mara 10 katika michezo 61. Alifanikiwa kushinda michezo 56 huku akishindwa michezo 37 kwa knockout, ila aliweza kupoteza mapambano 5, ikiwa ni pambano lake la kwanza na Joe Frazier akiwa na miaka michache kutoka kifungoni. Pia alipoteza mara 1 na Ken Norton tarehe 31 Oktoba mwaka 1974. Pia alipoteza dhidi ya Leon Spinks, pamoja na mapambano yake mawili ya mwisho dhidi ya Trevor Berbick na Lenny Holmes. Baadhi ya watu maarufu waliopigana na Muhammad Ali enzi za ufalme wake, enzi hizo za ngumi za uzani wa juu duniani, alikichapa dhidi ya Sonny Liston. Pambano hili ni pambano la kwanza kwa Muhammad Ali kupigana taji la dunia,
na pambano hili lilipigwa mnamo tarehe 25 ya mwezi Februari mwaka 1964. Kipindi hiko Muhammad Ali alipigana na Sonny Liston akiwa na umri wa miaka 22 tu. Aliweza kumtwanga Sonny Liston kwa raundi ya 6 technical knockout. Katika pambano hilo lililopigwa Conventions Hall Miami Beach, Muhammad Ali alicheza kwa performance bora ya hali ya juu, huku akirusha ngumi nzito za uzito wa kilogramu 100 zenye spidi kali ya kilomita 300 kwa saa, na alifanikiwa kumnyamazisha Sonny Liston na kutawazwa kwa bingwa mpya wa mchezo wa ngumi duniani. Muhammad Ali na Sonny Liston walikutana tena kwa mara ya pili, na pambano hili ni marudio baina ya Muhammad Ali na Sonny Liston. Katika pambano hili Muhammad Ali alifanikiwa kumnyamazisha Sonny Liston kunako raundi ya kwanza tu ya pambano kwa ngumi kali sana ya mkono wa kulia, na ngumi hiyo ni ngumi ya kihistoria mpaka ikaitwa The Phantom Punch. Na hapo Muhammad Ali akatawazwa tena kuwa bingwa wa ngumi za uzito wa juu duniani kwenye mikanda ya WBC na WBA. Na pambano lingine Muhammad Ali alikutana na Joe Frazier, na pambano hili lilipigwa katika jiji la Manila. Pambano hili liliitwa Kifo. Lilikuwa ni pambano la aina yake lenye mvuto na umaarufu wa hali ya juu duniani. Na Muhammad Ali, kama ilivyo kawaida yake ya maneno ya kujigamba na kejeli kwa wapinzani wake, aliapa kumpiga Joe Frazier na hatimaye alifanikiwa kumtwanga kwa technical knockout katika raundi ya 14, ambapo meneja wa Frazier Mr. Edo Fudge alimtaka referee kumaliza pambano hilo, na Muhammad Ali akatetea tena ubingwa wake wa dunia wa mikanda wa WBC na WBA. Pambano hilo lilipigwa Araneta Coliseum Manila siku ya Jumatano ya tarehe 1 mwezi Oktoba ya mwaka 1975. Pambano lingine ni George Foreman na Muhammad Ali, na pambano hili liliitwa Rumble in the Jungle. Lilifanyika nchini Kinshasa, Zaire mnamo tarehe 30 ya mwezi Oktoba mwaka 1974. Na kufanyika huko lilidhaminiwa na aliyekuwa rais wa Zaire wa miaka hiyo, Mheshimiwa Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga. Muhammad Ali, kama alivyokuwa mtu mwenye kujitapa kwingi dhidi ya wapinzani wake na mwenye maneno makali kwa gongo wazi kama alivyo de la Boss Haji Sande Manara, msemaji wa klabu ya mabingwa Simba Sport Club, alijigamba na kusema, I'm gonna float like a butterfly, sting like bee, the first can't hit what the eyes can't see. Nitaelea ulingoni kama kipepeo na nitamuua kama nyuki. Muhammad Ali alifanikiwa, au maneno yake yalifanikiwa, na alimpiga vibaya George Foreman kwa knockout katika raundi ya 8 ya pambano hilo na kurudisha taji lake la ubingwa kwa mara ya pili. Licha ya hivyo, Muhammad Ali alicheza mapambano mengine kadhaa, ikiwemo pambano lake dhidi ya bingwa wa zamani Floyd Peterson mnamo tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 1965 na kumtwanga kwa TKO. Pia Muhammad Ali alicheza na Joe Frazier. Hii walikutana kwa mara ya 3, akapoteza kwa mara ya kwanza, akashinda kwa pointi ya pili ya TKO mara ya 3. Alicheza na Ken Norton na likawa ni pambano lake la kwanza kupoteza kwenye maisha yake mara baada ya kutoka kifungoni kwa miaka 3 na miezi 7. Akampiga kwa mara ya pili Ken Norton, akacheza mara 2 na Leon Spinks. Mara ya kwanza akapoteza na mara ya pili akashinda na kurudisha mataji yake ya ubingwa wa dunia, kama ilivyokuwa mwezi Disemba tarehe 7 kuwa bingwa wa dunia wa sasa hivi Anton Joshua dhidi ya Andy Ruiz aka Kibonge. Akapoteza kwa partner wake wa sparring Larry Holmes mnamo tarehe 2 Oktoba ya mwaka 1980, na pambano lake la mwisho akapoteza tena dhidi ya Trevor Berbick mnamo tarehe 11 mwezi Disemba ya mwaka 1981. Na hapo King Muhammad Ali akatundika daluga zake na kusema maneno yafuatayo: ninastaafu, kwani kuna mengi mengine mazuri ya kufanya kuliko kupigana na watu. Ikumbukwe kuwa Muhammad Ali, mara baada ya kupata ubingwa wa dunia kwa mara ya kwanza na kumpiga Sonny Liston mnamo mwaka 1964, akaamua kubadili dini na kuwa Muislamu aliyefuata misimamo ya Elijah Muhammad ya kiharakati dhidi ya ubaguzi wa rangi kwa watu weusi. Ila baadaye Muhammad Ali akaamua kuyaacha mafundisho na misimamo ya kiharakati ya bwana Elijah Muhammad.
ya Nations of Islam na kuamua kujiunga na misimamo sahihi ya Kisunni, yeye pamoja na rafiki yake kipenzi hayati Elijah Haji Malik El-Shabazz, Malcolm X. Na hapo akatoka kuitwa Cassius Marcellus Clay na kuitwa Muhammad Ali, na akasisitiza Muhammad Ali ni jina la mtu huru, linamaanisha kipenzi wa Mwenyezi Mungu, na waomba watu walitumia jina hili popote watakapotaka kunizungumzia mimi. Muhammad Ali alikuwa ni kidume haswa na hakuogopa kutetereshwa hata mara moja. Nchi ya Marekani ilimtaka Muhammad Ali kwenda kupigana vita dhidi ya Vietnam. I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill. Kwa nini nivae gwanda na kusafiri umbali wa zaidi maili 10,000 kutoka nyumbani kwangu kwenda kuangusha mabomu na risasi kwa wa Vietnam, na wakati watu weusi wa Marekani wanateswa kama mbwa kule Louisville na kunyimwa haki zao za kibinadamu? Hapana, sitaweza kwenda kokote kusaidia mauaji na kuchoma nyumba za taifa masikini ili kuendeleza ubabe wa hawa wa bwana na watumwa kwa watu weusi dunia nzima. Leo ndiyo ile siku ya uovu huu kumalizwa. Nimeonywa kwa kufanya hivi naweza kupoteza mamilioni ya dola, lakini ndiyo nimeshasema kwa mara ya kwanza, na sasa naweza kurudia tena kwa mara ya pili. Maadui wa ukweli wa watu wapo hapa hapa. Sitaiaibisha dini yangu, watu wangu na mimi mwenyewe kwa kutumikishwa kuwaharibia wale wanaoililia haki yao. Kama ningeona hivyo vitaleta uhuru na usawa kwa wenzangu mamilioni 22, hata isingehitaji shida ya kuniita katika jeshi, ningeomba mwenyewe kuungana nao. Sasa sina cha kupoteza kwa kusimama katika imani yangu. Nikipelekwa jela halafu ndio nini? Tumeshafungwa jela kwa miaka 400, alisema Muhammad Ali. Na baada ya kauli hiyo ya kishujaa ya kuhamasisha harakati za kumkomboa mtu mweusi kutoka kwenye utumwa wa Wamarekani, Muhammad Ali alipata tabu sana, maana alihukumiwa kwenda jela miaka 5, japokuwa Muhammad Ali alikaa nje kwa dhamana. Pasipoti yake ikafungwa na shirika la masumbwi duniani, World Boxing Association, akanyang'anywa taji la ubingwa wa dunia na kusimamishwa kupigana kwa muda. Muhammad Ali, greatest of all time, alikaa bila ya kupigana muda wa miaka 3.